Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipengele cha kifungu cha 52 kifungu kidogo cha kwanza inaelekeza kuwa waziri mkuu atakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti, usimamizi na utekelezaji wa shughuli za serikali za kila siku, na pia atatekeleza au atasababisha utekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo Mheshimiwa Rais anaelekeza. Sasa Mheshimiwa Rais ilimpendeza akanipa jukumu hilo la udhibiti. Lakini la pili, ninawajibika kutekeleza ama kusababisha yatekelezwe mambo yoyote ambayo anataka yatekelezwe. Moja ya jambo ambalo Mheshimiwa Rais amelisema mara nyingi ni swala linalohusu maadili. Maadili ya viongozi pamoja na watumishi wa umma. Kukaa kwangu serikalini, hata mimi nimekuwa nikijaza fomu za tamko ya maadili ya viongozi. Lakini kuna mambo ambayo nimejifunza, kuna mambo ambayo nayajua na ninyi mnayajua, na kuna mambo ambayo Mtanzania yeyote anayajua ambayo hahitaji shule kuyajua, na mambo ambayo kila mtu ni shahidi anayajua. Sasa kwa jukumu hili nililopewa, niliona mapema nitembelee chombo hiki ili tuweze kuchukua uelekeo huo. Jambo la kwanza ninalolijua, najua maeneo ambayo fedha ya umma huwa inaweza kupotea. Sio kila eneo linavuja. Tuna maeneo ambayo yana matobo mengi, naweza nikasema. Tunayo maeneo hayo, na inawezekana Watanzania wengine wasiyajue, na inawezekana pia hata watunga kanuni hizi wanaweza wasiyajue, ama watengeneza matamko haya wanaweza wasiyajue. Madhara yake, tunaweza tukawa tunatekeleza kikamilifu swala la matamko kwa viongozi wa umma. Tunaweza kuwa tunatekeleza kikamilifu swala la matamko kwa viongozi wa umma, lakini uhalisia wake, masuala ya ukosefu wa maadili yakaendelea na yenyewe kikamilifu. Masuala ya rushwa yakaendelea kikamilifu, huku tunatekeleza sheria kikamilifu. Moja ya sababu itakuwa ni hiyo. Tulipopeleka tamko ndipo panapovuja zaidi, ndipo penye matobo zaidi. Fedha ya umma 75% na kuendelea ni manunuzi. Asilimia 75 na kuendelea ya fedha ya bajeti ya serikali kila mwaka ni manunuzi. Ni mambo yanayohusiana na manunuzi, mikataba kila mwaka. Nitakutajia eneo mojawapo ambalo lina matobo mengi.
Sisi kwenye sheria yetu, sheria namba 13 ya mwaka 1995 kama ilivyoboreshwa sheria namba 5 nadhani ya mwaka 2001, tamko hili linatolewa kwa viongozi wa umma. Watumishi wengine wa umma wanatoa hati, wanakuwa na hati ambayo haiwalazimishi kuweka wazao. Mheshimiwa Waziri, hili ni eneo lifanyiwe kazi. Hili ni eneo lifanyiwe kazi upya, kwa sababu wale wanaohusika, wale walioko kwenye maeneo ambayo yana chemichemi ya rushwa kwa kiwango kikubwa, wao hawalazimiki kuweka wazi mali zao, na wala hawalazimiki kujaza tamko hilo la mali pamoja na madeni. Sasa madhara yake, kwa kuwa hawa wanaofanya shughuli hizi za manunuzi hawalazimiki kutaja mali zao, na wala hawajazi fomu hizi za maadili ya viongozi wa umma. Wanaojaza ni viongozi wa umma. Hii inatengeneza mwanya wa kwamba fomu zinajazwa kikamilifu, zinajazwa na watu ambao katika baadhi ya maeneo hawako kwenye maeneo yenye chemichemi, yenye changamoto kubwa ya rushwa. Mambo yanaendelea kila mwaka. Tunakuwa na routinary, tunakuwa tuna utamaduni ka kujaza fomu kila mwaka. Unaisha, tunajaza, unaisha, tunajaza, unaisha. Na kila mwaka ukiisha pia na masuala ya rushwa yanaendelea kila mwaka ukiisha. Hili lazima liangaliwe upya. Na Mheshimiwa Waziri, yabainishwe maeneo ambayo yana rekodi za rushwa, yanajulikana, maeneo ambayo yana viashiria, maeneo ambayo kila mtu anajua hapa kuna jambo huwa linafanyika mara kwa mara. Kwa sababu ya mapungufu ya kisheria wale watu wanakwepa. Yabainishwe, hayo ndio yapewe kipaumbele. Na kwa kuwa sasa hivi masuala ya kutumia makaratasi yanapungua, tunaenda kidigitali, tunaondoka kwenye utaratibu wa kutumia taratibu za makaratasi ambazo tulikuwa tunaogopa labda tutarundika sana. Hili liangaliwe upya. Maadili na matamko haya yawe kwa kila mtumishi wa umma, na kipaumbele kielekezwe kwenye maeneo ambayo yana vivutio hivyo vya rushwa. Napo mifano michache tu. Mheshimiwa Naibu Waziri, kabla hujawa waziri, wewe umepitia, umekuwa naibu waziri. Mfano, manaibu waziri kila mwaka wanajaza fomu za maadili. Hivi kati ya naibu waziri na mjumbe wa kamati za tenda, nani yuko likely kukutana na rushwa kiurahisi kila wakati? Ni mjumbe. Wapo watu ambao ile kamati ya maadili ile kamati ya tenda ikishatangazwa tu wanaiwekea dau yote, na dau lenyewe linakuwa linafuatana na mradi anaotafuta. Mwingine nyumba, mwingine gari, mwingine anafunguliwa akaunti, fedha.
na jambo hili linapangwa kuanzia bajeti inavyotengenezwa ya mradi, inajumlisha na bajeti ya rushwa. Siku waziri ukipitisha bajeti pale, unaona watu kote wanashangilia, unadhani umesoma bajeti nzuri, kumbe dili lao limepita. Wewe unampelekea fomu naibu waziri, wenzako kule jambo lao lote limepita. Wakienda kwenye viapo, wao wanatakiwa tu ajaze hati ya uadilifu. Hataji alivyoingia alikuwa na nini, sasa ana nini. Wewe unahangaika na mbunge kwa sababu jambo la rushwa likisemwa kwa mwanasiasa lina ladha zaidi. Moja ya eneo ambako fedha ya umma ina mianya ya kupotea ni kwenye manunuzi, ni kwenye mikataba. Tutakapotengeneza matamko mapya, tunaweza tukaweka colors, sijui, mimi sio mtaalamu wa rangi hizo, lakini rangi moja ya jambo la kwanza kabisa la kuangaliwa, waweke watu wanaosimamia, maafisa masuhuli na wale wanaosimamia hizi kamati za zabuni. Ndio maana sasa inatokea fomu tunajaza vizuri sana kwa utaratibu. Tanzania tunaongoza vizuri sana. Sasa kama tunaongoza hivi, uwe inatokeaje tena kuna kuwepo na mashimo haya? Eneo la pili ni eneo la makusanyo. Eneo la makusanyo. Na makusanyo yenyewe, lile eneo la wale wanaokadiria, hasa yule anayekadiria, anayekaa na mwenzake hapa wanakadiriana, wale wanaochunguza makadirio. Ndio ilikuwepo kesi moja hapa siku za nyuma, miaka kama mitatu mingapi imepita. Kuna mtu mmoja alikadiriwa ndani ya wiki 3 makadirio yamepanda mara 4 tofauti. Ilianza milioni 600, kwenye milioni hiyo 600 alitakiwa atoe 300. Akakataa. Akapelekewa bilioni 2.4. Alivyoona hiyo kubwa sana sasa hawezi, akarudi kuongea nao hao kwamba basi punguzwe. Kutoka 300 ikaenda bilioni 3.4. Alivyoona hiyo kubwa sasa, bora atoe ile aliyokuwa anaambiwa atoe ya kugawana nusu kwa nusu. Akarudi ndani ya mwezi ule ikarudishwa tena. Unakuta haka ni kaafisa fulani kamoja wapo, kenyewe hakajazi fomu ya maadili inapelekwa kwa katibu mkuu wake au kwa waziri wake au kwa kamishina wake. Kenyewe hakalazimiki kutaja mali kaliko nazo, kana ahadi tu ambayo na yenyewe ikishajazwa inawekwa kabatini. Kwa kunakuwa na hata raia wa kawaida tu ambaye yeye hajasomea uchunguzi wala hajasomea masuala yoyote yanayohusu usimamiaji wa mambo ya maadili, anaona hili haliwezekani. Na wala isitafasiriwe kama watu kuwa na vitu vizuri ni dhambi. Dhambi ni kuwa na vitu vizuri kwa kupora haki iliyokuwa ya mwingine. Ana miezi 6 tu ameshakuwa na umiliki usiolingana na anayekaribia kustaafu. Ninyi hamjawahi kuona hayo? Kamishna, hapa kwako hamna wanaoomba ambao katibu mkuu, hamna ambao wanaombaga kuhama hapa kwenda maeneo yale ambayo hela ziko nje tu? Ndio maana yake hili jambo lipo na fomu tunajaza lipo, na wao wanajua iliko fedha, wanajua ambako iko nje wanajua.
Sasa mianya hii haipaswi kuachwa ikaendelea. Hatupaswi kuacha mianya hii kuanzia kwenye sheria yetu, kwamba kuna maeneo mtu anaweza akapata mali ya umma na akaendelea tu, na kuna maeneo yowe inakoelekezwa. Hili lipo. Haya, nimetaja maeneo machache tu. Mtu anayetoa leseni ya madini, kuna baadhi ya maeneo wanapora wachimbaji wadogo, wanapora wananchi. Likishagundulika tu, ukilipeleka tu kwenye mfumo, wameshajua mali iliyopo, wanagawana, alafu yule mnyonge ndo ameshapoteza hivyo. Tena tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Waziri wa sasa, wamefanyia kazi kwa kiwango kikubwa sana kwenye maeneo haya. Lakini moja ya maeneo ambayo lazima tuendelee kutupia macho ni hawa watu wanaotoa leseni. Unampelekea fomu ya maadili naibu waziri, wakati anayetoa leseni, nani anayempelekea hela naibu kule? Naibu mkurugenzi, si naibu katibu, nani anayempelekea hela huyu, wakati nani anampelekea rushwa huyu, wakati yuko bosi moja mdogo tu ajulikani, anamaliza mambo yote? Huu ni mfano mmoja wapo. Kwenye ardhi hivyo hivyo. Mtu akilitamani eneo ambalo watu walishakaa na babu na nyanya na bibi na baba, anakuja huyo, akilitamani hati inatoka, akifuatilia rushwa inatumika, inapigwa juu kwa juu. Alafu yule aliyefanya hivi, yeye anajaza tu hati ya ahadi ya maadili. Kujaza ahadi ya maadili peke yake haitoshi. Lazima pawe na counter, pawe na utaratibu ambao unahusisha ufuatiliaji. Huyu mtu aweke wazi kuanzia anapoanza na kadri anavyokuwa ndani ya utumishi wa umma. Hizo ahadi watu wanavunja mpaka viapo vya mbele ya Mungu, itakuwa ahadi hii ya lazima ufuatiliaji, na hili lazima liwepo tamko linalomhusu afisa anapoingia kwenye maeneo haya sensitive, ambayo atakutana na vishawishi haraka tu. Lazima pawe na jambo ambalo linamhusisha aliingia yukoje, ameshakuwa katika eneo lile, ameendeleaje. Haya ni maeneo ambayo yana vivutio vingi vya watu. Zipo na sekta zingine, hizi nimetaja tu za mfano. Watu wanaohusika na masuala ya ukaguzi, udhibiti. Wanatumia rushwa kama discount ya kumpunguzia mtu adhabu. Wamejipa haki ya wao kuwa vimamlaka vya kukusanya fedha binafsi ili watoe unafuu kwenye masuala yanayohusisha udhibiti. Mheshimiwa Waziri, wakati nakuja nilikuwa nimepanga nije nitoe tamko la kufanyika sensa ya umiliki, halali wa umiliki wa kila kitu, kila mtu alichonacho. Nikajua nchi ilikuwa kwenye taharuki, ngoja nisifanye taharuki nyingine. Mngeona hiyo shughuli. Wananchi wanajua huyu kaingia juzi tu, huyu mbona hapa amekuwa hivi, wanajua.
Nimeacha nchi itulie kwanza, tulizane. Lakini ungeona hapo, kama ungeona, ndio hatuwezi tukaenda na utaratibu wa kudanganyana. Unakuta kijana wa form 4 eti anamiliki gorofa, amepataje? Afisa anayelipwa mshahara ulio sawa, yeye yuko huko kwenye leseni, alafu yeye anaona tu anamea tu. Mashirika ya umma hivyo hivyo, utakipewa shirika la umma inakuwa shirika la familia. Katibu mkuu, kwako huko hamna watu wanaoomba kwenda kwenye haya mashirika? Kwa hiyo jambo la kwanza, yafanyike mapitio ya haraka. Tamko la mali na madeni lililokuwa linaitwa la viongozi wa umma, kwa jinsi itakavyoweza kucapture, liwe ni jambo linalohusu watumishi wa umma. Shirikisheni na wenzetu wa vyombo vingine, watawaambieni maeneo yaliyo prune. Hapa nimetoa mifano tu. Washirikisheni TAKUKURU, watawaambieni maeneo yaliyo prune kwenye masuala ya rushwa. Jambo la pili, matamko yale yawekewe madaraja, ili sampling ziwe zina zero in, zina focus, zinaelekea zaidi kwenye maeneo ambayo tunajua maeneo ambayo rushwa imekithiri. Huko ndiko matamko, mali na kila mwaka ufuatiliaji unafanyika maeneo hayo tunayoyajua. Daraja la pili liwe lile daraja la kati, daraja la tatu na lile la jumla. Hatuwezi tukaendelea na utaratibu wa kwamba kwenye nchi hii wawepo wengine wana access zaidi ya keki, wanachukua na kwa niaba ya wengine, alafu na wengine wakawa wanaugulia ugumu. Kuna watumishi wa umma kazi yao inapimika sana mno. Yaani kazi yake inapimika sana. Kama ni mwalimu, vipindi vile vinajulikana, na syllabus inajulikana, na topic zile zinajulikana, na asipokwenda kazini kunajulikana. Yaani kuanzia watoto wanaowafundisha inajulikana. Na kipato chao kiko fixed namna hiyo. Ndio. Piteni muone walimu hao, kipato chake kiko fixed. Na anakuwa na moyo wa kutaka mtoto ambaye ni mtoto wa Tanzania mwenzake afanikiwe. Anajibana hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Wengine anatoa na muda wa ziada. Siku hizi wenda ile ikawa haipo. Mimi wakati nasoma, mwalimu wetu karibia hivi anachagua wale anaotaka. Yeye lengo lake tu apate watoto wamefaulu. Ananunua mafuta ya kibatari yeye, mafuta ya taa yeye, chakula cha jioni anawalisha. Anataka tu apate watoto wamefaulu. Kwa kipato kale. Anafanya vipindi vya darasani, anafanya na vipindi vya ziada. Anasaidia watoto wa Kitanzania.
hana sehemu ya kupata rushwa. Fuatilieni maisha ya walimu wetu. Anakuwepo mtu mwingine kazi yake haipimiki sana, analipwa vizuri, na bado anachukua na rushwa. Anasababisha uwezo wa serikali uwe mdogo, kwamba hawezi akamuongezea kipato yule anayejituma kwenye kazi ambayo ratiba yake imembana namna hii. Wauguzi, unajua shughuli ya kuwa macho muda wote huko na mgonjwa. Madaktari, shughulika na ugonjwa complicated. Kazi inapimika, udoji, mgonjwa uko na mgonjwa. Vyombo vya ulinzi na usalama, nyinyi mkilala wao wako macho, wako macho. Watanzania wote tukishalala wao wako macho. Alafu kipato chake hakutani na hii kwamba kuna mtu anaomba leseni ama kuna mtu anaomba punguziwe nini. Hakutani. Ninyi mje kuona wazee wetu wa vyombo vya ulinzi anastaafu, mtu wa kawaida kabisa. Alafu anashangaa kijana kameanza juzi, hakaja budget vizuri, kwamba staili yake ameibudget vizuri, akafanya vizuri. Amekutana tu na iliyotakiwa iwe fedha ya kupeleka kwa wanafunzi, iliyotakiwa fedha kupeleka kwa dawa hospitalini, amekwapo yeye. Alafu kwenye sheria inamlinda. Uelekeo wa sheria tumeelekeza kwa ambaye hahusiki na hivi vitu, ama anahusika kwa magnitude ndogo. Hii iangaliwe upya. Na Mheshimiwa Jaji, anzisheni kitengo, najua mtakuwa nacho, kifanyeni kiwe active, cha taarifa hizo za siri, kwamba huyu mwenzetu mbona mwenendo wake hatuelewi. Wakati nakuja, kama nilivyokuambia Mheshimiwa Waziri, nilikuwa nawaza kuanzisha msako wa sekeseke ile, nikajua ngoja tuache nchi tulie. Ungeona vuguvugu lake hilo. Watu wa Tanzania wanajua kila kitu. Ungeona hilo vuguvugu lake. Sasa tuzibe hii mianya, na ninyi kwa sababu mmekabidhiwa jukumu hili la kuchunguza, chunguzeni. Chunguzeni. Kila moja ajaze mali zake, kila moja ajaze mali zake, na ninyi mchunguze against kipato chake. Kila moja ajaze, na anzeni na lile kundi la maeneo, shirikiana na TAKUKURU, atawaambieni maeneo ambayo ya indicators zake zinaonesha wako juu kwa masuala ya rushwa. Mnapata lile kundi, ndio linakuwa form namba 1. Namba 1 inakuwa yale maeneo ambayo yako prone kwenye masuala ya rushwa. Ikishajazwa, ninyi nendeni kwenye kuchunguza kilichojazwa. Je, ndio hicho tu ama kuna kilichofichwa? Na baada ya hapo kilichojazwa against kipato chake. South Africa walikuwa na kitu kinaitwa Scorpion. Akipita hata njia hiyo, afisa huyo, kama una uhalifu na rekodi ya uhalifu, wanakukuta hospitali. Lazima mtu aogope mali ya umma. Ndio ambaye hataki kuwa na self discipline, kuwa na nidhamu binafsi, tumlazimishe sisi serikali
kuogopa kugusa mali ya umma. Sasa tengenezeni zile fomu. Kama kuna eneo la sheria irekebishwe haraka sana, kama kuna eneo la kanuni irekebishwe haraka sana, na ninyi pitieni ili iweze kufit utaratibu huu tunaousema. Ifiti utaratibu huu tunaosema. Alafu la tatu, mfanye hiyo automation ili hizi discrepancies nini hizo za mwaka hadi mwaka mwe mnaweza kuziretrieve kwa mfumo, kwa sababu kwa makaratasi vijana wengi sana ambao ni wataalamu wabobevu kwenye masuala ya mifumo, masuala ya kimfumo, ni wabobevu. Hizi kurani hizi taarifa hizi jambo la kawaida tu, unapata unachokitaka. Pale ambapo pana change imebadilika ghafla, ni rahisi tu kuona kwamba hapa pana badiliko ambalo ni alarming. Na uchunguzi wa kina wa eneo hadi eneo kwa wote wale ambao wanaangukia kwenye form namba 1. Makundi hayo yapo. Hata ukiwapitishia wananchi kijijini hivi watakwambia makundi ya aina hii. Watakwambia. Nitakapopita taasisi zingine zinazosimamia kwenye engo nyingine, tutaongelea yale yanayowahusu wale wengine wa upande mwingine ambao wako nje ya utumishi wa umma. Mheshimiwa Rais amesema mara kadhaa, Mheshimiwa Waziri wewe tunakuwa wote. Hili la mikataba amesema mara kadhaa. Kuna baadhi ya miradi inachelewa kwa sababu mkandarasi hawezi kutekeleza. Wale waliofanya taratibu za manunuzi wameshagawana hela yote. Sasa sisi tumewakamata wangapi watu wa aina hii? Kila mwaka tunajaza fomu, tumewakamata wangapi? Ndio. Ndio mambo ambayo tunatakiwa tujiulize, tumewakamata wangapi? Tumewakamata wangapi wa aina hiyo? Ninyi hawajawahi kuona miradi iliyotengenezwa chini ya kiwango? Hamjawahi kuona mradi unasuasua? Mnajiuliza fedha ilishatoka, imeenda wapi? Hii ni uchunguzi. Ukitaka kumpata yule afisa, muulize hata yule, wewe kwa nini mradi wako unasuasua? Sasa katiba imesema waziri mkuu ndo atatekeleza ama atasababisha mambo yoyote au jambo lolote ambalo rais anataka litekelezwe. Moja ya eneo ambalo Mheshimiwa Rais ameshalisema mara kadhaa ni uadilifu kwenye haya masuala. Sasa hii ni taasisi inayotakiwa kusimamia hili. Simamieni kuanzia kwenye sheria, kanuni na kwenye utekelezaji. Sema tutakuwa na zero tolerance kwenye corruption. Anayedhani ni mzaha na ambayo yanawanyima haki wananchi ya kufurahia matunda ya rasilimali zilizowekwa ndani ya nchi yetu kwa usawa, ndio wakanufaika wachache. No. Wekeni wakusanyaji, wekeni PMU zile,
Wekeni maeneo yote ya wanayogusa rasilimali moja kwa moja, si leseni, si ardhi, si rasilimali gani. Daraja la kwanza la fomu. Wanakuja maafisa masuhuli wanaoweza kuamua kuhusu mikataba, wanaweza kuamua kuhusu rasilimali iende wapi, wanaweza kuamua kuhusu nani apewe hiki. Daraja hilo la kwanza. And then wengine kwa nafasi zao, ikiwemo viongozi hawa wasema viongozi wa umma wenye ushawishi, daraja lingine. And then na category nyingine ambayo inaweza likajitokeza jambo lolote la maadili na yeye akawepo hapo. Tukishapata taarifa ya kwanza ikaja na assessment, then tutafanya ile sensa niliyowaambia. Tutaifanya. Na nyumba nzuri tukiona mtu anaibomoa haraka haraka ili afiche ushahidi, na yenyewe hiyo tunamjua kwamba ilikuwa nini. Tukiona mtu anataka kushusha nani haraka haraka ili afiche ushahidi, tunajua kwamba hii ilikuwa ni jambo gani. Tutafanya hiyo tukishakamilisha fomu ya kwanza. Kwa hiyo hii ifanyike haraka. Jambo la mwisho, kwenye taarifa yenu mmeongelea maeneo ambayo yanahitaji maboresho ili muweze kufanya kazi zenu kwa ufanisi. Nimeyapokea. Mheshimiwa Waziri, tutakaa hayo tuweze kuyaratibu vizuri ili yaweze kufanyiwa kazi, ili masuala haya ambayo mmesema yanahitaji yafanywe kazi yasiwe kikwazo cha kazi. Tunataka taasisi hii iwe kimbilio kwa kila Mtanzania anayeona kuna ukiukwaji wa jambo la kimaadili, masuala ya kimaadili kwa mtumishi wa umma, kiongozi wa umma. Iwe kimbilio kwa kujua akienda hapo hii hatua na ukomeshwaji wake utafanyika. Kwa hiyo tutaifanyia kazi ili tuweze kuhakikisha kwamba hili linafanyika, linatekelezwa na linawezesha utendaji kazi wenu uwe mzuri. Umesema vizuri Mheshimiwa Waziri, sisi wachunguzi tusipochunguza tunawaacha wananchi wafanye uchunguzi wenyewe. Uchunguzi wao ni akipata rumors ndo wanaenda nayo hivyo. Lazima hii taasisi, na mmekuwa mandated hata ku-co-opt vyombo vingine ili taarifa yeyote mnayohitaji, Scorpion, mtu yeyote, kiongozi yeyote, fanyeni hiyo. Na kikosi kako hapa ka utafiti, unda katibu kadogo wakae na vyombo vingine watengeneze hizo categories. Lazima haya mambo tuyafikishe mwisho wake. Kwa niwatakie kila laheri. Asanteni sana kwa kunisikiliza.